Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka Tanzania. Hii ni Game On TZ na hii ni sports update inayokujia kila mara kwa habari za kimichezo. Hapa ni nyumbani kabisa kukuhabarisha habari za kimichezo. Baada ya ushindi mzuri kweli kwenye mechi ya kirafiki Simba dhidi ya Al Hilal, mchezo ambao uliochezwa majira ya saa 5 kamili asubuhi siku ya hii leo. Mchezo huo wa kirafiki Simba waliweza kupata ushindi wa magoli 2-1, magoli ambayo yalofungwa na Jonathan Soa pamoja na Jijaz Ohua kwenye mchezo huo wa kirafiki ambao mchezo ulipigwa katika dimba la General Isamuhyo kule Mbweni, mmoja kati ya kiwanja kinachomilikiwa na klabu ya JKT Tanzania. Kocha Dimitar Pantev baada ya ushindi mzuri kwenye mechi hiyo ya kirafiki. Mchezo huo ni maandalizi kuelekea katika hatua ya pili kombe la klabu bingwa barani Afrika. Baada tu ya mchezo huo, wachezaji pamoja na benchi la ufundi lilielekea mpaka hotelini kwa ajili ya kupumzika. Lakini viongozi wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa na kikao ambacho kilichofanywa siku ya hii leo majira ya saa 9 kamili. Uongozi waliweza kukutana kwa ajili ya kuweza kuzungumza yale ambayo yanapaswa kuendelea kuzungumza kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kikao hicho kiliweza kuambatana viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Cletus Magori pamoja na wajumbe wa klabu hiyo ya Simba pamoja na wajumbe kutoka kwa upande wa wanachama. Waliweza kukutana na kujadili mambo mbalimbali ambayo yanayohitajika kuendelea ama kufanyika katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kikao hicho kiliambatana na mwalimu ama meneja kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev baada ya kuweza kumaliza mchezo huo wa kirafiki Simba huko dhidi ya Al Hilal. Waliweza kukutana na kuweza kujadili na kuweza kuongea mambo mbalimbali tu baada ya yeye kutangazwa na klabu hiyo ya Simba nini ambacho anachokihitaji na nini ambacho anachokitazama baada tu ya kukabidhiwa klabu hiyo ya Simba na baada ya kuweza kucheza mchezo mmoja wa kirafiki dhidi ya Al Hilal. Pendekezo moja wapo ambalo kocha Dimitar Pantev ameweza kulipendekeza kwa viongozi hao wa Simba tu baada tu ya kuweza kumaliza mchezo huo wa kirafiki, na viongozi wa Simba walimwambia kocha Dimitar Pantev aweze kuzungumza kile ambacho anachokihitaji kifanyike ama kile ambacho anachokihitaji kiweze kufanyiwa kwa upande wake kwenye benchi la ufundi. Moja kati ya kitu ambacho kocha Dimitar Pantev amekiomba kwa uongozi wa klabu ya Simba, amewaambia kwamba kwanza nataka uhuru, niweze kupewa uhuru ili niweze kufanya mambo yangu kwa ufasaha, na pili niweze kufanya kile ambacho ninachokihitaji kwa wakati. Lakini pia kocha Dimitar Pantev ameweza kuorodhesha kwamba hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapoweza kufanya maamuzi yake. Lakini pia cha tatu, ameiomba bodi ya wakurugenzi klabu hiyo ya Simba kuweza kumhitaji mtendaji mpya, sio yule ambaye aliyeweza kumkuta. Pendekezo hilo la kocha Dimitar Pantev amesema kwamba lilikuwa naifuatilia Simba miaka mingi hapo nyuma, na kipindi naifuatilia Simba miaka kadhaa, Simba ilikuwa ikiongozwa na mwanamama huyo Barbara Gonzalez kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba pindi tu pale ambapo nilipokuwa nikifuatilia klabu hiyo ya Simba. Moja kati ya ndoto ambayo niliokuwa nikiota mara kwa mara ni kuja tu siku moja kuja kuifundisha klabu ambayo nilikuwa nikitamani na kupendekeza iwe moja kati ya ndoto nilizokuwa nazo. Kocha Dimitar Pantev amewaambia viongozi wa Simba kama itaenda kuwapendeza, kwa misimu kadhaa iliyopita huko nyuma
alipokuwa mtendaji mkuu wa kikosi hiko cha Simba Barbara Gonzalez, pale ambapo alipokuwa kiongozi wa klabu hiyo, klabu ilikuwa ikifanya vizuri, na moja kati ya vitu ambavyo alivyokuwa akivutiwa navyo Dimitar Patev kipindi uongozi ulipokuwa chini ya mwanamama huyo Barbara Gonzalez, amesema kwamba ni moja kati ya kiongozi ambaye asiyekuwa kuyumbishwa, ni kiongozi ambaye alikuwa akifanya kazi kiuweledi, ni moja kati ya kiongozi ambaye alikuwa akifanya kazi vile ambavyo inavyohitajika. Kulikuwa na nidhamu kwa upande wa uongozi wa klabu hiyo ya Simba pamoja na ndani ya klabu hiyo ya Simba, hususan kwa wachezaji. Kocha Dimitar Patev amewaeleza viongozi wa klabu hiyo ya Simba kwamba yeye anachokihitaji kwa hivi sasa ni kuweza kumpata mtendaji mkuu, na moja kati ya jina ambalo aliyoweza kulipendekeza Dimitar Patev, anamhitaji mwanamama Barbara Gonzalez kwa sababu ubora na umalidadi aliyokuwa akiufanya kazi kipindi miaka 4 ama miaka 5 iliyopita, alikuwa akifuatilia klabu hiyo kwa karibu zaidi. Amevutiwa sana na kazi ambayo alikuwa akiifanya Barbara kipindi ambacho alipokuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba, na baada tu ya hapo kocha huyo Dimitar Patev amewaomba viongozi wao wa Simba waweze kumwekea Barbara Gonzalez kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Kocha Dimitar Patev ameeleza kwamba kama itakuwa itawezekana, mimi kuwa kufanya kazi karibu na mwanamama huyo Barbara Gonzalez kwa sababu uwezo na ubora aliyokuwa nao, na mimi vile ambavyo ninavyohitaji kuwa na mtendaji mkuu ambaye asiyeyumbishwa, mtendaji mkuu ambaye anaamini kile ambacho anachokifanya. Na pale ambapo alipokuwa akifanya kazi Barbara kipindi ambacho kocha Dimitar Patev alikuwa mbali na klabu hiyo ya Simba, ndipo ambapo ilikuwa ikifanya vizuri kwa sababu kulikuwa na kiongozi ambaye asiyekubali kuyumbishwa, na alikuwa akifanya kazi zake kiuweledi kabisa na kufuata sheria pamoja na taratibu. Kocha Dimitar Patev amemaliza kuambia viongozi hao wa klabu ya Simba anachokihitaji kwa hivi sasa ni kuweza kukamilishiwa kwa mtu huyo, kwa sababu ni moja kati ya watu bora kweli ambao alitamani kufanya nao kazi. Viongozi wa klabu ya Simba, kikao hicho kiliongozwa na rais wa heshima pamoja na mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, pamoja na kuwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Caritus Magoli. Kikao hicho kilimalizika na kukubaliwa ombi ambalo yeye kocha Dimitar Patev alipokuwa akivihitaji kuelekea katika msimu huu mpya. Uongozi wa klabu ya Simba wamekubali na kusema kwamba tayari sasa mambo inaenda kuwa mazuri, na kile ambacho alichokuwa amekiomba kocha Dimitar Patev kumwomba Barbara kuwa mtendaji wake mkuu kwenye klabu hiyo. Kocha Dimitar Patev yeye ndiye meneja ambaye anayeratibu vikosi vyote, timu ya vijana pamoja na timu ya wanawake pamoja na mienendo ya klabu nzima. Kocha Dimitar Patev amesema kwamba kama atakuwa ni meneja ama kama vile ambavyo alivyotangazwa na kazi ambayo iliyokuwa ikimleta ndani ya viunga hivi vya Simba kuwa meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lazima awe na mtendaji mkuu ambaye ni mzuri, mtendaji ambaye alikuwa na historia nzuri, mtendaji ambaye mwenye experience nzuri kwenye kazi yake ya utendaji mkuu. Viongozi wa Simba bila kupoteza muda wamekubali ombi hilo, na ombi ambalo aliyokuwa ameliomba kocha Dimitar Patev kwamba anahitaji Barbara kuwa mtendaji wake mkuu. Viongozi wa Simba wamekubali na mchakato huo unaendelea kufanywa kwa siku za hivi karibuni. Lakini kwa taarifa tu za ndani kutoka ndani ya klabu ya Simba, moja kati ya kiongozi aliwahi kunipelezea taarifa utambulisho ambao uliofanywa na Mohamed Dewji kwa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi walikuwa hawakifahamu, pindi tu pale ambapo alipotajwa Barbara kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, ilikuwa ni kama geresha. Nafasi ambayo aliyokuwa akiandaliwa mwanamama huyo Barbara Gonzalez ilikuwa ni kazi ya utendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Bali tu ni swala tu la kupoteza muda, lakini kicheo ambacho kilichokuwa kimemfanya na cheo ambacho kilichokuwa kihitajika kwa Barbara ni kurudi katika nafasi aliyokuwa nayo. Mmoja kati ya mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa wanatamani kumuona mwanamke huyo ama mwanamama huyo kuelekea katika klabu hiyo ya Simba na kurudi katika nafasi aliyokuwa nayo, mtendaji mkuu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba.
Rasmi Simba wamefikia makubaliano kwa maana kwamba Barbara kurudi katika nafasi yake ya utendaji mkuu, lakini pia mwanamama Bi Zubeda Sakuru yeye kurejea katika nafasi aliyokuwa akihitumikia klabu ya Simba, huku Barbara Gonzalez. Bi Zubeda Sakuru atakuwa mtendaji mkuu, atakuwa ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, na Barbara yeye atakuwa ni mtendaji mkuu wa klabu hiyo. Kwani mapendekezo na chaguo moja lapo ambalo kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba anahitaji kumuona Barbara kuwa kama mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba, kwa sababu ni mwanamama ambaye walishawahi kukutana huko siku nyuma, na historia ya wakurugenzi klabu hiyo ya Simba kuweza kumuhitaji mtendaji mpya, sio yule ambaye aliyeweza kumkuta. Pendekezo hilo la kocha Dimitar Pantev amesema kwamba lilikuwa naifuatilia Simba miaka mingi hapo nyuma, na kipindi naifuatilia Simba miaka kadhaa, Simba ilikuwa ikiongozwa na mwanamama huyo Barbara Gonzalez kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba, pindi tu pale ambapo nilipokuwa nikifuatilia klabu hiyo ya Simba. Moja kati ya ndoto ambayo niliokuwa nikiota mara kwa mara ni kuja tu siku moja kuja kuifundisha klabu ambayo nilikuwa nikitamani na kupendekeza iwe moja kati ya ndoto nilizokuwa nazo. Kocha Dimitar Pantev amewaambia viongozi wa Simba kama itaenda kuwapendeza, kwa misimu kadhaa iliyopita huko nyuma alipokuwa mtendaji mkuu wa kikosi hiko cha Simba Barbara Gonzalez, pale ambapo alipokuwa kiongozi wa klabu hiyo, klabu ilikuwa ikifanya vizuri, na moja kati ya vitu ambavyo alivyokuwa akivutiwa navyo Dimitar Pantev kipindi uongozi ulipokuwa chini ya mwanamama huyo Barbara Gonzalez, amesema kwamba ni moja kati ya kiongozi ambaye asiyekuwa kuyumbishwa, ni kiongozi ambaye alikuwa akifanya kazi kiuweledi, ni moja kati ya kiongozi ambaye alikuwa akifanya kazi vile ambavyo inavyohitajika. Kulikuwa na nidhamu kwa upande wa uongozi wa klabu hiyo ya Simba pamoja na ndani ya klabu hiyo ya Simba, hususan kwa wachezaji. Kocha Dimitar Pantev amewaeleza viongozi wa klabu hiyo ya Simba kwamba yeye anachokihitaji kwa hivi sasa ni kuweza kumpata mtendaji mkuu, na moja kati ya jina ambalo aliyoweza kulipendekeza Dimitar Pantev anamuhitaji mwanamama Barbara Gonzalez, kwa sababu ubora na umalidadi aliyokuwa akiufanya kazi kipindi miaka 4 ama miaka 5 iliyopita, alikuwa akifuatilia klabu hiyo kwa karibu zaidi. Amevutiwa sana na kazi ambayo alikuwa akiifanya Barbara kipindi ambacho alipokuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba, na baada tu ya hapo kocha huyo Dimitar Pantev amewaomba viongozi wao wa Simba waweze kumwekea Barbara Gonzalez kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba kama itawezekana mimi kuwa kufanya kazi karibu na mwanamama huyo Barbara Gonzalez, kwa sababu uwezo na ubora aliyokuwa nao, na mimi vile ambavyo ninavyohitaji kuwa na mtendaji mkuu ambaye asiyeyumbishwa, mtendaji mkuu ambaye anaamini kile ambacho anachokifanya. Na pale ambapo alipokuwa akifanya kazi Barbara kipindi ambacho kocha Dimitar Pantev alikuwa mbali na klabu hiyo ya Simba, ndipo ambapo ilikuwa ikifanya vizuri, kwa sababu kulikuwa na kiongozi ambaye asiyekubali kuyumbishwa na alikuwa akifanya kazi zake kiuweledi kabisa na kufuata sheria pamoja na taratibu. Kocha Dimitar Pantev amemaliza kuambia viongozi hao wa klabu ya Simba anachokihitaji kwa hivi sasa ni kuweza kukamilishiwa kwa mtu huyo, kwa sababu ni moja kati ya watu bora kwelikweli ambao alitamani kufanya nao kazi. Viongozi wa klabu ya Simba, kikao hicho kiliongozwa na rais wa heshima pamoja na mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, pamoja na kuwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Clatous Magoli. Kikao hicho kilimalizika na kukubaliwa ombi ambalo yeye kocha Dimitar Pantev alipokuwa akivihitaji kuelekea katika msimu huu mpya. Uongozi wa klabu ya Simba wamekubali na kusema kwamba tayari sasa mambo inaenda kuwa mazuri, na kile ambacho alichokuwa amekiomba kocha Dimitar Pantev kumwomba Barbara kuwa mtendaji wake mkuu kwenye klabu hiyo. Kocha Dimitar Pantev yeye ndiye meneja ambaye anayeratibu vikosi vyote, timu ya vijana pamoja na timu ya wanawake pamoja na mienendo ya klabu nzima.
Kocha Dimitar Berbatov amesema kwamba kama atakuwa ni meneja ama kama vile ambavyo alivyotangazwa na kazi ambayo iliyokuwa ikimleta ndani ya viunga hivi vya Simba kuwa meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lazima awe na mtendaji mkuu ambaye ni mzuri, mtendaji ambaye alikuwa na historia nzuri, mtendaji ambaye mwenye experience nzuri kwenye kazi yake ya utendaji mkuu. Viongozi wa Simba bila kupoteza muda wamekubali ombi hilo, na ombi ambalo aliyokuwa ameliomba kocha Dimitar Berbatov kwamba anahitaji Babla kuwa mtendaji wake mkuu. Viongozi wa Simba wamekubali na mchakato huo unaendelea kufanywa kwa siku za hivi karibuni. Lakini kwa taarifa tu za ndani kutoka ndani ya klabu ya Simba, moja kati ya kiongozi aliwahi kunipenezea taarifa utambulisho ambao uliofanywa na Mohamed Dewji kwa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi walikuwa hawakifahamu. Pindi tu pale ambapo alipotajwa Babla kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, ilikuwa ni kama geresha. Nafasi ambayo aliyokuwa akiandaliwa mwanamama huyo Barbara Gonzalez ilikuwa ni kazi ya utendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Bali tu ni swala tu la kupoteza muda, lakini kicheo ambacho kilichokuwa kimemfanya na cheo ambacho kilichokuwa kihitajika kwa Babla ni kurudi katika nafasi aliyokuwa nayo. Mmoja kati ya mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa wanatamani kumuona mwanamke huyo ama mwanamama huyo kuelekea katika klabu hiyo ya Simba na kurudi katika nafasi aliyokuwa nayo, mtendaji mkuu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Rasmi Simba wamefikia makubaliano kwa maana kwamba Babla kurudi katika nafasi yake utendaji mkuu, lakini pia mwanamama Bi Zubeda Sakuru yeye kurejea katika nafasi aliyokuwa akihitumikia klabu ya Simba, huku Barbara Gonzalez. Bi Zubeda Sakuru atakuwa mtendaji mkuu, atakuwa ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, na Barbara yeye atakuwa ni mtendaji mkuu wa klabu hiyo. Kwani mapendekezo na chaguo moja lapo ambalo kocha Dimitar Berbatov ameeleza kwamba anahitaji kumuona Barbara kuwa kama mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba, kwa sababu ni mwanamama ambaye walishawahi kukutana huko siku nyuma, na historia aliyokuwa nayo na ubora aliyokuwa nao, hakika kabisa atakuwa ni mtu sahihi pindi tu pale ambapo watakapokuwa wanafanya kazi wote kwa ujumla. Hicho ni kitu ambacho kocha Dimitar Berbatov alichokuwa amekiomba na kuambia viongozi hao wa klabu ya Simba waweze kulifanyia kazi haraka iwezekanavyo, kwani mambo yameendelea kuwa vizuri zaidi. Kwani Babla mwenyewe anasemaje baada tu wa huo mchakato? Babla Haneyana amekubali kwamba yeye atakufanya kazi kwa karibu zaidi na uweledi kabisa, ili kuona labda mambo yataenda kuwa vizuri na mambo yataenda kuwa mubashara zaidi.